Upo mpango ushangiliaji ambao tunauandaa na utafanikiwa. Nisingependa kuutaja hivi sasa kwa sababu wachawi ni wengi. Lakini uko mpango ambao tunauandaa. Tarehe 25 twende tukautekeleze pale uwanjani. Na tutaanza kuufanyia mazoezi baada ya kurejea kutoka Morocco. Lakini wewe mwenyewe mwana Simba, ukiingia uwanjani, usiingie kinyonge. Usiingie uwanjani kama umeingia maabara, yani kimya umetulia. Njoo uwanjani tayari ukifahamu mimi nakwenda kwenye vita ya makelele. Hii ni finali. Toa sauti yako mpaka mwisho ili tushangilie Simba yetu. Nitakuja na huo mpango, tutawaeleza kitu gani tunafanya, lakini ianze kuanzia sasa ya kwamba tarehe 25 tunakwenda kwenye vita ya kelele. Baada ya kusema hayo, ndugu zanguni, mimi nimemaliza yale yote ambayo nilipanga kuwaeleza kwa siku ya leo. Labda kama kutakuwa kuna maswali, lakini niseme tu ya kwamba safari yetu itakuwa ni kesho na tutaondoka na watu wa makundi tofauti tofauti tukiongozwa na naibu waziri wa Wizara ya Habari Mheshimiwa Hamis Mwinjuma ambaye atatongoza kwenye ndege mama, pamoja na viongozi wengine, viongozi wa dini tutakuwa nao kwenye safari yetu hii, viongozi wa serikali, viongozi wa TFF, wote tutakuwa nao kwenye safari hii, pamoja na mashabiki kuelekea safari yetu ya kwenda Morocco. Jambo moja la mwisho na la msingi ningependa kuzungumza. Baada ya taarifa kutoka ya kwamba tumepewa ndege ya bure na serikali chini ya Rais Mama Samia, baadaye Simba Sports Club tukatoa na sisi utaratibu wetu ambapo kila ambaye anahitaji kusafiri anapaswa kulipa dola 1200 kwa ajili ya kuweza kusafiri kwenda Morocco. Wapo watu wanaohoji kama ndege ni ya bure, kwa nini muwatoze watu dola 1200? Maswali yao ni ya msingi sana na majibu ni kama ifuatavyo. Dola 1200 ambao utaitoa haihusiani na nauli hata senti moja. Kila mtu atapanda ndege hiyo bure, lakini lazima atoe dola 1200. 1200 utakayoitoa sio nauli. Ndege tumepewa bure. 1200 inakava vitu mbalimbali ambavyo sisi kama taasisi tumesema tuvifanyie kazi ili kuepusha aina yeyote ya usumbufu ambao utajitokeza tutakapofika kule Morocco. Ndugu zangu, tunakoenda ni mbali. Morocco ni kwa watu. Morocco ni lazima sisi ambao tutakuwa responsible na Watanzania wote ambao watakwenda Morocco lazima tujipange na kujidhatiti sawa sawa. Kwa mantiki hiyo basi, Simba tumeratibu zoezi zima la malazi kwa watu ambao watasafiri na timu kutoka Dar es Salaam kwenda Casablanca Morocco kwa muda wote wa siku 4. Hivyo basi dola 1200 utakayotoa inakwenda kukava sehemu ya kwanza ya malazi. Dola, na tunapozungumzia Casablanca sio Dar es Salaam ambako unaweza kupata hoteli ya 20,000. Tunapozungumzia Casablanca nazungumzia moja kati ya majiji expensive vibaya mno kuishi. Casablanca ukikaa hivi unaiona Spain ile pale. Too close. Kwa hiyo maisha ni aghali mno Casablanca. Na ndio maana tukasema wacha sisi tuchukue jukumu hilo la kuwatafutia malazi watu ambao tutasafiri nao. Lakini hela utakayotoa dola 1200 itakava mipango mizima ya usafiri kwa siku zote 4 utakazokuwepo pale Morocco. Hela utakayotoa itahusiana vile vile na bima ya afya ambayo unatakiwa ukate kabla ya kwenda Morocco. Yote hayo na mengine mengi ndiyo ambayo yamepelekea hiyo fedha kufika dola 1200. Kwa wewe ukisafiri hapa kufika Morocco unakuwa chini ya uangalizi wa Simba Sports Club
kupitia dola 1200 ambayo umeitoa. Hatukutaka kusafiri na watu alafu tukafika kule tukaishi kama kumbi, kila mtu na mpango wake. Kule ni nyumbani kwa watu, lazima tuishi lazima tuishi in a systematic way. Na nyinyi wote ambao mtasafiri kule mnakuwa chini ya mamlaka na uangalizi wa Simba Sports Club. Sisi ndio tutakuwa responsible na answerable kwa kila jambo. Ndio maana tukasema turatibu vizuri hili ili isitokee changamoto ya aina yoyote. Yapo mambo ambayo yalitokea Afrika Kusini tusingependa kuyazungumza, tukasema huku ni mbali zaidi isitokee ya kutokea. Kwa hiyo basi wale wote ambao wanahitaji kwenda, dola 1200 ni unquestionable things. Lipa, twende Morocco ukafurahie Simba yako. Mpira gharama na tunakwenda kwenye jiji la gharama. Na ndege ni ya bure kabisa tumepewa, na wana Simba mnakaribisha kwenye ndege hiyo, na mbuzi tutakuwa huru kusafiri nao. Nitaka mcheke tu bami nimaliza. Abiria 272 kama siko sawa. Tunasafiri na wachezaji 24. Technical staff 14. Jumla 38. Kwa zinabaki siti kama 240 fulani hivi za watu wengine. Lengo letu ni kuondoka na ndege full. Mpaka sasa bado sijapata idadi kamili ya watu wangapi wanaosafiri. Maombi ndio yamekuja, yanapokelewa hapo, na tunakwenda balozini kwenda kufuatilia masuala ya visa. Of course kuna hiyo changamoto kidogo sababu muda umeisha na safari ni kesho. Nadhani idadi kamili tutaitoa kesho, leo usiku kabla safari haijaanza, ya kwamba ndege imebeba abiria wangapi kwenda nao Morocco. Swali la pili, hali ya kikosi iko shwari, na uzuri jana tumeiona timu ikicheza dhidi ya KMC. Wachezaji wetu wote wako vizuri. Inspector Karabwasha Mo alikuwa na maumivu kidogo, lakini kwa mapumziko aliyopewa na hizi siku kabla ya kuelekea mechi yetu ya Berkane atakuwa ameshakaa sawa. Maana yake ni kwamba hakuna mchezaji ambaye atakosa mchezo huu. Hata Joshua Mutale naye anaendelea vizuri kabisa. Hii maana yake ni kwamba tuko tayari kuwakabili wapinzani wetu. Saikolojia iko ya namna mbili. Iko ambayo mtu anaanza nao yeye mwenyewe, alafu kuna saikolojia inayokuja from external. Kwa sasa wachezaji wetu wapo vizuri kisaikolojia kuanzia wao wenyewe, kwa sababu naturally mchezaji mpira yoyote akifika finali saikolojia yake huwa inaongezeka na kuimarika maradufu, kwa sababu anajua na kwenda kuchukua ubingwa. Kwa hiyo tuko vizuri kwenye upande huo, kwa sababu wachezaji wetu wenyewe wanaitaka finali na wanataka ubingwa. Ameuliza pale muulizaji kwamba Simba na mashabiki wengi, kama itatokea Benjamin Mkapa itajaa mapema. Tutakachokifanya ni kuandaa big screen katika maeneo mbalimbali ya jiji la Dar es Salaam. Au kama kuna mtu atahitaji kuandaa big screen katika mtaa wake, sisi tutafanya kazi ya kumsupport kwa kumtangazia aweze kufanya hilo. Lakini ni mpaka Benjamin Mkapa iwe imejaa. Ikijaa Benjamin Mkapa katika maeneo mbalimbali ya wazi, tutaandaa big screen, watu waende wakaiangalie Simba yao tarehe 25. Asante sana.